nataka tuongee kwa habari ya kutumia rasilimali zetu na nafasi ya maombi kuwafikia walio gizani. Hicho ndicho ambacho leo tutakiongelea. Naamini mengi yameongelewa huko nyuma, lakini leo tutazungumzia kutumia rasilimali zetu na nafasi ya maombi. Nitaiongelea ni kwa ufupi, lakini najua nimeweka kwa ufupi, lakini katika kuwafikia wale walioko gizani. Sasa kitu cha kwanza, aliyoko gizani ni nani? Aliyoko gizani ni nani? Ni wale wote ambao hawajafikiwa na nuru ya injili, injili ya Yesu Kristo na kuokolewa. Maanake huyo bado anakaa injili. Inawezekana akawa amefikiwa, lakini pia hajafikia point ya kuokolewa. Bado yuko gizani. Bado yupo gizani. Kwa hiyo anatakiwa afikiwe, aelezwe. Kwa hiyo inawezekana sio mara moja, labda ni zaidi ya mara moja, labda ni mara 3, mpaka afikie ile pointi sasa amemkubali Kristo na ameweza kuipokea nuru iliyoko katika injili hiyo na kutoka kule alikokuwa. Au aliyewahi kuokolewa alafu akarudi nyuma na kuiacha imani. Huyo ameendelea, amerudi gizani. Huyo naye ni wa kuhubiria injili. Kama ambavyo unahitaji kumhubiria mtu mwingine, kama ambavyo unahitaji kumfikia mtu mwingine, huyo naye anatakiwa kufikiwa. Kwa maana na yeye huyo yuko wapi? Yupo gizani. Ameamua, sijui aliamua, mimi sijui, lakini ametoka. Hayupo tena kwenye imani, hayupo tena ndani ya Kristo. Kwa maana nyingine huyo mtu amefanya nini? Amejirudi. Mpendo, naomba usirudi nyuma, sawa? Ni kitu kibaya, mwambie mwenzako usirudi nyuma. Kitu kibaya, umetoka kwenye giza afu unalirudia. Mwambie usirudi nyuma, sio kitu kizuri hicho. Kwa hiyo hao tunahitaji kuwafikia. Sasa kuwafikia, tunawafikiaje? Tunawafikiaje? Lazima tutumie rasilimali tulizonazo. Rasilimali tulizonazo ni nini? Rasilimali ni kitu gani? Nimeamua kuliweka neno hili, sikutaka tu kuweka habari ya fedha zetu, kwa sababu rasilimali ni pana, resources ni pana kuliko fedha. Rasilimali ni kitu gani? Rasilimali ni vitu au uwezo unaoweza kutumika ili kufanikisha kazi, kutatua tatizo au kufikia lengo fulani. Kwa hiyo inaweza kuwa kitu, asa nikisema kitu naachelea kuweka na neno mtu, na maana mtu na yeye yuko umomo. Asa nataka ijumlishwe yote kwamba ni mtu au vitu ama uwezo unaoweza kutumika ili kufanikisha kazi. Tunaona jengo linajengwa pale nje. Hilo jengo lisingejengwa kama hapakuwa na matofali, mbao, hakukuwa na nini, chochote unachokiona hapo. Lakini pia na mtu aliyeenda akajenga. Lakini sio tu aliyejenga, kuna mwingine alidesign. Akasema hebu tujenge kwa mtindo huu. Kwa hiyo vyote hivyo ni rasilimali. Lakini umepata wapi hizo mbao? Ulipata wapi chochote kilichotumika hapo na matofali? Kuna mahali, kuna hela ilichukuliwa ikaenda mahali, ikafanya mbadilishano. Hela ikaenda, matofali yakaja. Hela ikaenda, mbao zikaja. Kwa hiyo vyote hivyo ni rasilimali ambavyo kanisa leo tunavihitaji ili tuwafikie walioko gizani. Na wala tusijidanganye kwamba tutakaa hapa tutaomba alafu watu wataokolewa. Ni kweli, sikatai. Lakini inapofika mahali sasa unataka kutoka, hapo tayari rasilimali zimeanza kutumika. Lakini hata usipotoka basi, ukasema mimi naomba, muda sio rasilimali. Ulikaa ukaomba, si ndio? Ukakaa ukaacha vitu vyako kabisa, labda huo muda ungeenda kufungua duka, ukauza, ukaenda, ukachukua mzigo ukaleta, labda ungefanya chochote kile, lakini huo muda ulifanya nini? Ukasema naombea walioko gizani. Kwa hiyo hatukwepi swala la rasilimali. Lazima ziwepo ili kusudi watu walioko gizani waweze kufikiwa. Kwa hiyo chochote kile kinachoweza kutusaidia ili tufanye jambo fulani. Hasa hapa tunaongea jambo letu ni lipi jamani? Jambo letu ni lipi?
kuwafikia walioko gizani. Hilo ndio jambo letu. Kwa kitu chochote utakachokitumia wewe ama mtu mwingine, ili mradi mtu aliyoko gizani amefikiwa, injili imefika na akafikia point ya kuokolewa, hajafikia point lakini amefikiwa, hicho kitu ni rasilimali. Tunakihitaji na kinatakiwa kiwepo ili tufike. Jumapili iliyopita walioko kwenye ibada ya kwanza tulijifunza kwa habari ya kuwa na utawala, ama kwa Kiingereza ile dominion, kuwa na domain, kuwa na eneo la utawala. Tuliongea kwenye ibada ya kwanza last week katika sehemu ambayo ni muhimu sana. Wakristo wa leo tuweze kunyanyuka, na Wakristo wa leo tuweze kufikiria kwa undani na kwa upana na kuchukua hatua za haraka, ni hilo eneo. Na kama kuna eneo ambalo wengine wameliwekea nguvu na wamefanikiwa, ni hilo eneo. Lakini sisi hatujanyanyuka kwa kiasi hicho, hatujawaza kwa kiasi hicho, hatujaweka malengo kwa kiasi hicho. Ni muhimu sana tuwe na rasilimali ili injili ikaweze kufika. Sawa, mtumishi wa Mungu? Twende tuangalie aina za rasilimali. Kwa wale ambao mko maofisini, kitu hiki ni kirahisi sana kwenu kwa sababu tayari mnakielewa na mnakifahamu. Aina za rasilimali tunazoweza kuzitumia kwenye injili, kupeleka injili. Kabla sijaanza kuzitaja, kumbuka kwamba kila muamini amepewa kitu na Mungu, ikiwa ni pamoja na yeye mwenyewe kuwa sehemu ya hiyo rasilimali. Kwa hiyo ukiniambia siwezi kutoa chochote kwa ajili ya Kristo, nitakuuliza na wewe mwenyewe. Nitakuuliza na wewe mwenyewe, je? Kwa sababu umesema huna kitu, sawa, na kukubalia jamani. Kuna mapito ya kupita ambapo kweli unaweza kupita huna kitu, lakini wewe mwenyewe na wewe haupo, yani lakini na wewe haupo. Inawezekana kama na wewe haupo? Haiwezekani. Kwa nitakosa fedha, nitakosa labda mali fulani za kutoa, lakini siwezi kujikosa mwenyewe. Labda niwe nimekufa, si ndio hivyo? Labda niwe nimekufa, nikifa basi nimezikwa, nimefukiwa, imetoka hiyo, nimeondoka na wakati wangu umeisha, na Mungu hawezi kuendelea kunidai kingine, maana hapo ndio mwisho wangu. Lakini kama nipo, ninaishi, nina pumzi, mimi mwenyewe ni rasilimali. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo kuna rasilimali fedha. Nianzie hapo, ambayo fedha ni kitu cha msingi ambacho kinatoa mbadilishano wa vitu. Tungelikuwa na fedha, tungelikuwa tupo tu hapa, tusingeweza kupata hizo kokoto, si nini viko, tusingepata. Lakini kwa sababu fedha tunayo, tunakwenda tunampa mwenye kokoto, anatupatia. Tunakwenda tunampa mwenye matofali, anatupa. Haya, tunaenda labda Shinyanga, tunaenda Njombe, tunaendaje? Labda tunahitaji nauli, tunahitaji magari, lakini ya magari na nauli nini? Ni fedha. Lakini inawezekana ikawa ni vitu, inawezekana ikawa ni nyumba, ardhi, vyombo vya usafiri tulivyo navyo. Kanisa la kwanza, ibada zilifanyikia kwenye nyumba, walikusanyikia kwenye nyumba. Umo ndiko ambapo majibu ya vitu vyao yalikuwa yanapatikana. Mwili wa Kristo ulikuwa unajengwa umo. Wakiongea na mikakati ya namna kufanya, wanaambiana wewe utaenda huku, utakwenda huku, kwenye nyumba za waamini. Nyumba yako ni rasilimali. Utaniambia sina fedha, huna nyumba, hauwezi kukaribisha inaitwa nini tunafanya sasa hivi, zone inakuja. Zone ikija, ukawa na rafiki yako, ukawa na nani, basi watafanya. Hata kama hajakuwepo mtu, nakwambia hivi, ibada kufanyika tu kwenye nyumba yako, kwenye mtaa wako ni kitu. Wachawi walioko hilo eneo watajua kwamba kuna kitu kifanya nini, kimefanyika. Kuna vyombo vya usafiri kama hivyo hapo nje, ni rasilimali. Tukisema tunapeleka injili labda sijui Musoma, kwani magari si ndio hayo tulionayo, si ndio hayo yanatakiwa yatumike? Lakini kuna rasilimali watu ambao nikasema na wewe na mimi ni sehemu hiyo ya rasilimali. Sina fedha, sina nyumba, basi niko mimi. Hata kama anakaa barabarani, ni mimi nipo. Hata kama sina kiota, basi mimi nipo.
Na mimi Mungu amewekesha ndani yangu vitu. Amewekesha ujuzi, amewekesha vipawa, amewekesha karama. Kuna mtu akikuangalizia tu hilo jengo anakuambia hapana, hapo umekosea. Fanya kwa namna hii. Akiangalia kanisa sema hichi kimepungua. Ana ujuzi, anaelewa. Anajua afanye nini. Ana vitu Mungu amewekesha ndani yake. Tuna ujuzi wa darasani pia. Kuna watu wamesoma maeneo mbalimbali, na hao wamesoma kwa sababu kwa kila ulichonacho fahamu ya kwamba ni rasilimali ambayo Mungu anaitafuta. Sasa mambo muhimu, tunaondoka hapo, mambo muhimu ya kujua ili kutuwezesha kufanya matumizi sahihi ya rasilimali kama Mungu alivyotarajia. Mambo muhimu ya kujua. Namba 1 ni kanuni ya usimamizi, ambayo kanuni hii lazima uielewe na kuijua na kuifanyia kazi. Kanuni ya nini jamani? Kanuni ya nini? Naomba tujibu wote. Kanuni ya nini? Kanuni ya usimamizi. Na upande huu naomba tuseme kanuni ya nini? Ya usimamizi. Kanuni ya usimamizi, na nitaenda kukuelezea na maanisha nini. Kila kitu tulicho nacho ni cha Mungu. Sisi wanadamu ni wasimamizi wa rasilimali na si wamiliki. Sisi tu wanadamu tumepewa kazi ya usimamizi, hatukumilikishwa. Mungu alivyoumba dunia na vitu vyote, kwenye Mwanzo sura ya 1 tunaona kwamba Mungu alivifanya vitu vyote, na baadaye akamleta mwanadamu akasema ninakupa utawale ndege wangani, utawale baharini, utawale kila kitambacho, utawale kila kilichopo. Lakini hajasema ni vya kwako. Kwani alisema ni vya kwako? Sio vya kwetu. Ila tumekaimishwa kuviangalia na kuvisimamia. Kiingereza tunaita stewardship. Yaani umepewa kazi ya kuangalia, kumanage, kuvitumia kwa ajili ya kwake yeye. Kwa hiyo tumepewa hiyo kanuni. Sasa hiyo kanuni ya usimamizi ukitafakari kwa undani itakusaidia sana kwamba kila nilicho nacho ni cha Mungu, sio cha kwangu. Na hapo ndipo ambapo Ibilisi amecheza na akili ya mwanadamu. Kwa sababu mtu anapokuwa na mali, kuna hali fulani hivi mtu anajisikia ya umiliki. Yaani kuna hali fulani ya mtu anajisikia vizuri kwamba namiliki nyumba 3 ngapi, namiliki magari na hela kwenye akaunti yangu. Yaani kuna hali unajisikia unamiliki. Sio hivyo. Sio hivyo. Sisi ni wasimamizi tu. Kwa ukielewa hiyo, hautakuwa na shida kumtolea Bwana kwa ajili ya kazi yake. Hautakuwa na shida Mungu atakaposema naitaka hiyo nyumba yako, naitaka hiyo gari yako, nataka kiasi kadhaa, nataka kiasi kadhaa kwa ajili ya kitu hiki. Hautakuwa na shida. Kwa nini? Kwa sababu unajua, unafahamu ya kwamba mimi ni msimamizi tu. Mimi ni msimamizi tu. Sio kwamba nina kitu, hapana. Vyote vimetoka kwa Bwana na vyote ni vya Bwana. Akiamua kuviondoa, anaweza kuviondoa ndani ya dakika moja. Na ndio maana Biblia inasema dunia itakunjwa kama karatasi. Ulishawahi kufikiria dunia kukunjwa kama karatasi? Ulishachanaga karatasi ya ile daftari kidogo ile, afu unaikunja inabaki kwenye mkono wako hivi, alafu unaitupa kwenye dustbin. Hivyo ndivyo Mungu anavyoikunja dunia. Kwa ni kitu fulani kadogo sana ambako kapo. Sisi tumepewa usimamizi wa zile vitu Mungu amefanya nini? Ameweka. Kwa mimi gari nilionao sio ya kwangu, nyumba nilionao sio ya kwangu, fedha nilizonazo sio za kwangu. Hata mimi mwenyewe sio wa kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani sijui kama unanielewa. Kwa tukielewa hapo kwamba hata wa mwili ulionao umepewa uutunze kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na ndio maana neno la Mungu linanifundisha nisifanye mambo mabaya. Yaani nikae katika hali ya utakatifu, kwa sababu hayo nayo yanalinda mwili. Mwili unaendelea kukaa katika afya, mwili unakaa vizuri ili uendelee kutumika.
uendelee kutumiwa. Ni mawakili wa miili yetu wenyewe pia, kwa sababu kama mwili wangu ukiuma, nawezaje kusimama hapa nikasema neno la Mungu? Nawezaje kutoka nikasema neno la Mungu? Siwezi. Kwa hiyo tambua ya kwamba kila tulicho nacho ni cha Mungu, na mimi ni msimamizi tu. Mwenye vitu vyake akisema leo asubuhi ni hivi, lazima nikubali, niseme ndio. Milioni zako 5 ulizonazo naziomba, lazima niseme ndio. Lazima niseme ndio, lazima niseme ndio. Sawa sawa, watumishi wa Bwana. Naomba mtu atusomee Mathayo 25 mstari wa 14 mpaka 30. Tunataka tuone huo mfano wa talanta ulivyo. Ndio. Mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida talanta nyingine 5. Vile vile na yule mwenye 2, yeye naye akachukua nyingine 2 faida. Lakini yule aliyepokea 1 alikwenda akafukia chini, akaficha fedha ya bwana wake. Baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Akaja yule aliyepokea talanta 5 akaleta talanta nyingine 5 akisema, Bwana, uliweka kwangu talanta 5, tazama talanta nyingine 5 nilizozipata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta 2 akasema, Bwana, uliweka kwangu talanta 2, tazama talanta nyingine 2 nilizozipata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta 1 akasema, Bwana, na alitambua ya kuwa huu mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotapanya. Basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi, tazama unayo iliyo yako. Bwana wake akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kukusanya nisipotawanya. Basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoao riba, nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. Basi mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliye nazo talanta 10, kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezwa tele, lakini asiye na kitu, hata kile alichonacho atanyang'anywa. Na mtumwa yule asiyefaa mtupeni mbali katika giza la nje, ndiko kutakako kuwako kilio na kusaga meno. Amina. Katika huu mfano tunauona namna ambavyo unatuambia namna watu waliaminiwa kwa rasilimali au kwa vitu ambavyo wamepewa, na aliyewaaminisha alikuwa ana uhakika kwamba hawa watu watavisimamia vizuri na watavifanyia kazi vizuri na watapata faida katika kile ambacho wamepewa. Lakini angalia, kila mtu alipewa kwa kadri ya uwezo wake. Kuna aliyepewa kidogo, kuna mwingine amepewa kiasi fulani, mwingine amepewa kingi. Lakini lengo ni lile lile, kwamba ulichopewa ukifanyie kazi na kizae kilete matunda. Lengo ni lile lile. Whether umepewa kidogo, umepewa kingi, umepewa kichache cha hivyo hivyo. Na wakapewa muda, wote walipewa muda sawa. Kwa hiyo mwenye moja mwenye ngapi, muda ni ule ule. Katika muda ule ule kuna mwingine kafanya sana akaweka faida, mwingine hakufanya chochote katika muda huo huo ambao walipewa. Sasa uwezo tulizopewa, rasilimali na nafasi tulizopewa za kiroho na zinginezo, tumepewa kufanyika wasimamizi juu ya hivyo vitu. Lakini hivyo vitu
viwe ni sehemu ya sisi kuweza kufanya zaidi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kuna matunda zaidi yanatokea. Kama nimepatiwa mimi karama, nikiongelea rasilimali watu, ambapo labda nimepewa karama, mimi ni mwinjilisti, mimi ni nani, Mungu anategemea kupitia hiyo karama iweze kuzaa matunda. Uitumie na ilete matunda kwa Mungu. Anasubiria hivyo. Sasa mwingine anasema, kama kwa mfano aliyetengeneza vipeperushi, alivitengeneza katika mtazamo kwamba siwezi nikasema na watu sana, lakini nikiandika kikipeperushi, nikikiandika hichi kipeperushi kitaweza kuwafikia wengi zaidi. Sasa mimi hivi vipeperushi huwa viko kwenye begi langu la kazini, kwenye mabegi yangu haya naondoka nayo ya kusafiria, huwa nabeba. Lengo langu ni kuwa navyo kila napokuwa, kwa sababu kuna mahali siwezi kuongea na mtu, lakini naweza nikampa kipeperushi. Juzi tu wakati kwenye mkesha ule uliopita niliwaambia habari ya Zanzibar. Nikamwambia, wapendwa, kama mnasema kwamba tunaombea Tanzania, sijui kama kwenye akili yako kwamba inakuambiaga kwamba Zanzibar ni Tanzania pia. Yaani nilipofika na kuangalia yaliyopo na kinachoendelea, ndio akili inaniijia kwamba hivi tunavyoombeaga Tanzania, huwa tunawaza kwamba Zanzibar ni Tanzania. Tunaijua, tunaifahamu. Nilijisikia ninapata mzigo mkubwa ndani yangu wa kuomba kwa ajili ya hilo. Hasa nikafika kule, yani nilikuwa na kipeperushi. Nikasema hivi, ngoja hapa nilipo kwenye chumba changu nikiweke hapa kwenye nini? Kwenye draw. Alafu naifungua hivi. Kila anayeingia anafanya usafi, ama ni mtu atakuja kulala kwenye hiki chumba, ataona. Kwa sababu huwezi kukuta Biblia kwenye hoteli. Sio kama hoteli za huku. Kuna The Gideon. Mnaziona gazi The Gideon Mnazijua Zipo kila hoteli. Karibu nyingi zipo. Mpaka hoteli vile vidogodogo, yani zipo. Lakini kule hakuna Biblia kwenye hoteli, huwezi kukuta Biblia. Kwa nikasema ngoja tu niweke hichi kipeperushi hapa. Yamkini wanayekuja kufanya usafi, yamkini wanayekuja kupita, atakiona, Mungu atamsukuma akichukue asome. Nikakiacha hapo na nikaomba, nikamwambia Mungu, naomba huyu anaenda kukichukua akisome, aguswe, alafu yeye awe sababisho la mwingine pia kukujua Kristo. Kwa hiyo Mungu anategemea uwezo ulionao utumie na uzae matunda. Talanta uliopewa, ni nini umepewa? Ni nini umepewa? Kwa sababu vyote ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ni kwa ajili ya kazi ya Mungu, ni kwa ajili ya kuhakikisha ufalme wa Mungu unajengwa, watu wanamjua Kristo, watu wanajengeka na wanamfahamu Kristo. Unafanyaje ili usiokambiwa wewe mtumwa mlegevu? Naogopa hilo neno, ni gumu, ni zito. Akasema mtumwa mlegevu. Si ndio ametumia maneno? Mtumwa nani? Jamani, ni neno gumu, sijui kama unaliona wewe. Naliogopa, ni neno zito alafu gumu. Mtumwa mlegevu, alafu akapewa na adhabu. Akapewa na nini? Na adhabu. Nani anapenda kuitwa mlegevu? Nani anapenda kuitwa mlegevu? Mimi naomba, yani mimi sipendi. Naomba Mungu anisaidie, sipendi na sitaki kuitwa mtumwa mlegevu. Sitaki. Akasema wewe mtumwa mbaya na mlegevu. Akasema mtumwa mbaya na mlegevu. Jamani, naomba tusiende kuitwa wabaya na walegevu. Kwa nini? Kwa sababu rasilimali uliopewa, whether ni ya kiroho, whether ni hivi vya mwilini, haukuweza kuvisimamia inavyotakikana vikazaa matunda ya kumletea Kristo watu na kujenga ufalme wake. Mungu anisaidie mimi na Mungu akusaidie na wewe. Tusiende tukaitwa watumwa wabaya na walegevu. Tufanye usimamizi wetu inavyotakikana. Rasilimali, kipawa ulichonacho, tumia, fanyia kazi, ili kusudi kwamba kiweze kuleta kitu ambacho kitaweza kuleta matunda. Inawezekana ni watu kuokoka, inawezekana ni watu kujengeka, inawezekana ni kitu kingine katika ufalme wa Mungu. Lakini leo tunaongelea habari ya watu kumwijia Kristo, walioko gizani. Kwa hiyo huyo yeye alisema mimi naweka vipeperushi kwa sababu nina uwezo wa kuandika. Nina uwezo wa kuandika, lakini labda sina uwezo sana wa kuongea na watu wengi.
lakini na uwezo wa kuandika kipeperushi. Leo mtavichukua, hata leo mtaondoka navyo, mtakwenda kugawa ama kwa wiki ijayo, lakini vimeshagaiwa sana, vimeshasambaa sana, yani sana, viko kila mahali. Ni kwa sababu alitambua uwezo alionao na akafanya. Mimi ninaamini kuna watu Mungu atawaokoa hata kama hatuwajui kupitia hivi vipeperushi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapookolewa, kwa mfano tu kidogo, unapookolewa, najua ndio akili zetu zinawekwa vizuri, zinarudishwa. Kabla ya kuokolewa unakuwa hujui, yaani upo katika hali ambayo huelewi kwa nini upo. Wewe unaishi kwa ajili yako mwenyewe, mambo yako mwenyewe, yaani hivyo. Akili yako ni ya kimwili zaidi, unawaza kimwili, kidunia zaidi. Lakini unapookolewa ndio maarifa anapokuijia kwamba kumbe Mungu ameniweka kama msimamizi, ameniweka vitu hivi sio vyangu, ni kwa ajili yake. Kwa nimerudishwa kwenye nafasi yangu ya utawala ili niweze kuvitawala vizuri, lakini viweze kuleta matunda na faida kwenye ufalme wa Mungu. Mfano mzuri tunamwona Zakayo alivyopata ile neema ya wokovu, alifanya nini? Akasema nusu ya mali yangu natoa. Hapo hapo akaingiwa na ile hali kwamba hiki kumbe sio changu, ila natakiwa nikitumie kwa ajili ya watu wengine. Hapo hapo ikamuingia hiyo kitu na akafanya. Kuna wewe kila ulichonacho sio cha kwako. Biashara ulionayo ni kwa sababu Mungu anaitafuta hiyo biashara kwa ajili yake. Kazi ulionayo ni kwa sababu Mungu anataka hiyo kazi kwa ajili yake. Sijui kama tunaelewana. Elimu ulionayo ni kwa sababu Mungu anatafuta hiyo elimu kwa ajili yake. Kwenye ile wiki iliyopita ndio tuliongea, nikasema kuna mtu huwezi kumkuta kanisani. Kuanzia Januari mpaka Disemba hautaweza kukutana naye kanisani na hutamuona kanisani. Lakini unapokuwa kwenye biashara, huyo mtu unaye. Unapokuwa kwenye ofisi yako, huyo mtu unaye. Wenye nafasi serikalini, huyo mtu unaye kwa sababu unaingia naye ofisini. Lakini ukimngoja kanisani, hata kuja miaka yake yote, hata kuja. Na ndio maana Mungu ameweka watu waliokoka kila mahali. Ukiingia jeshini utawakuta, ukiingia kwenye polisi huko utawakuta, ukiingia hospitalini utawakuta, ukiingia kwenye mashule utawakuta, yani kila mahali. Kwa nini? Kwa sababu anatumia hicho ulicho nacho ili. Hivi karibuni kuna kitu kilikuwa kinarushwa sana kwenye mitandao. Saluni moja ambayo mtu anasuka alafu wanaabudu. Mpaka akatembelewa na BBC, si ndio? Yule dada nimsikia akiongea akasema, mimi nilidhani kwamba nitajulikana siku moja kwa jinsi ninavyosuka vizuri, kwa jinsi ninavyofanya vizuri, lakini kumbe ninajulikana leo kwa sababu ya kuabudu. Naamini mmeona hiyo kitu inapita kwenye mitandao. Yaani yeye ameamua saluni yake ni ya kuabudu. Wanasuka kwa wanaabudu, watu wanabubujika huko ndani, wananena kwa lugha. Imevuta watu wengi, wanaangalia mpaka ikafika mahali BBC wakawahoji. Kwa hiyo alijua kwamba mimi nitajulikana kwa sababu napenda kusuka, nasuka vizuri na nini. Lakini kumbe Mungu anataka huo ujuzi wako wa saluni uwafikie watu wengine. Ni nani ambaye ameweza kumtangaza Kristo kupitia saluni kwenye mitandao? Mimi hiyo ya kwanza nimeiona. Ya kwanza sijawahi kuona. Ni ya kwanza sijawahi kuona. Watu wanabubujika, wanaimba, wanasuka nywele rasta, sijui nini, wanabubujika. Amejua rasilimali alionayo na akaitumia kwa ajili ya Kristo. Hivyo ndivyo ambavyo tunaambiwa hapa. Unapokuwa umepewa, usiende ukaweka kwenye ardhi ukasema mimi najuaga wewe unaokoaga tu. Yaani wewe unaweza kuokoa. Yaani wewe unaweza, watu walevi nini unawezaga kuwaokoa. Umetumia nafasi ulionayo na ushawishi ulionao kwa habari ya hao watu kuokoka. Mimi hapa nilipo nikikutana na benka ni kwa sababu nilienda pale kwenye tela weka hela ama kutoa. Ama ni rafiki yangu labda kama Jaki, ama ni ndugu yangu, au tumekutana kwenye forum fulani. Lakini mabankers wote anawajua. Haya, mimi hapa na mwingine kwenye afya tuna madaktari, tuna nani. Inawezekana wewe utakutana na daktari, ukienda hospitali unaumwa ndio unakutana naye. Lakini sisi tunawajua, ni marafiki zetu, tuko nao.
na tumiaje hiyo nafasi. Kwa tunapoongelea rasilimali, usikimbilie kusema fedha. Kabla hujafika kwenye fedha, maana kwenye fedha kuna kila aina ya excuse. Utasema haitoshi, kwanza wanafunzi wajaenda shule, kwanza nyumba sina, kwanza na nguo sina. Kabla hujafika kusema hela nilionayo haitoshi, na sijajua haitoshi ukilinganisha na kitu gani. Unailinganisha na Yesu mwenye kila kitu, unailinganisha na kitu gani? Kuna wakati niliachishwa kazi. Kipindi hicho nilipoachishwa kazi, ndani yangu nikasema hivi, nilikuwa sijaanza kufanya hicho kitu. Nikasema sasa naanza kuweka hela ambayo kila wakati naitoa kwa ajili ya uinjilisti. Kiasi tu fulani. Nilikuwaga sifanyi. Ngoja nikwambie, nilikuwaga sifanyi. Kwa hiyo, yani hapo ambapo nakuwa sina kazi, ndio nikasema ninaanza kutoa kwa ajili ya uinjilisti. Kwa mwezi kiasi fulani nikitoe kwa ajili ya uinjilisti. Hivyo nikaenda. Lakini ngoja nikwambie, neema ambayo Bwana ameiachilia ni neema ambayo siwezi kuweza kuielezea. Inawezekana sijafanya kwa uaminifu hivyo. Inawezekana kuna mwezi sikufanya. Lakini nilianzisha hiyo tabia na ninaendelea nayo, na nataka niimarishe zaidi. Nikamwambia Mungu, kipindi kile nilikuwa sina, nilitoa kiasi hiki. Sasa kipindi hiki naomba niongeze, niweke mara 2 yake. Kwa sababu nimeona kwamba kumbe maisha ni zaidi ya uhai. Ni zaidi ya kila nilicho nacho. Ni zaidi. Kama ule mfano Yesu alisema. Ni zaidi. Nitakaposema kwamba hii hela nilionayo nataka initoshe mimi nile, nifanye nini, alafu labda ikibaki nitatoa. Sio hivyo. Kwa ni tabia ambayo ninaichochea, na naomba Mungu, na nikimwambia Mungu sitaki kushuka chini ya hicho kiwango nilichoanzia. Nataka niendelee, kipande. Kila mwaka kiende juu, kipande kiongezeke. Kama mwaka jana nilikuwa na 20, mwaka huu niwe na 40 na kuendelea. Alafu mwakani niwe na 60 na kuendelea. Huo ndio mpango wa kwangu mimi, ambao nataka Mungu aniwezeshe niutekeleze na niufanye. Kwa hiyo nakutia moyo, sisemi ili uone kwamba labda mimi nafanya vizuri. Ni kitu ambacho bado nakijenga na nataka kijengeke. Kwamba sehemu ya mali nilionayo ni lazima kwa makusudi kabisa kuwa na kiasi ambacho kinajulikana kinakwenda kwenye Injili. Hasa ngoja tutaona huko mbele kwa nini huwa tunashindwa. Okay, tumetoka hapo kwenye kanuni ya usimamizi. Sawa? Tumetoka kwenye kanuni ya usimamizi na namna ya kuitekeleza, na kwamba Mungu anangojea matunda. Alikukaimisha, alikupa kusimamia, anasubiri matunda. Anasubiri. Namba 2. Mambo muhimu ambayo ni lazima tuyajue ili kwa usahihi tutumie rasilimali Mungu alizotupatia. Ikiwa ni fedha, ikiwa ni muda, ikiwa ni vitu, ikiwa ni wewe mwenyewe. Sawa? Kuwa na moyo wa Yesu kwa waliopotea. Hiki kimeshaongelewa na Dismas. Najua asubuhi kimeongelewa. Kimesemwa. Inawezekana kama kimesemwa kwa namna nyingine, lakini ni hicho. Siku moja mchungaji aliuliza alipokuwa anafundisha karama. Kwa mfano, mtu ambaye anatamani karama ya uponyaji, unapomwona mgonjwa moyoni unasikiaje? Ndani ya moyo wako unasikiaje? Unamwona mgonjwa unasikiaje ndani ya moyo wako? Unasikia roho inakutafuna, inakula. Unasikia, jamani, kwa nini huyu anaumwa? Kwa nini asipone? Kwa nini Mungu asimguse? Tumekaa hapa, hatuna hizi TV hizi hapa. Inawezekana imechukua muda kweli wewe kujua kwamba hakuna hiyo TV.
hata kama umejua, yani wala haujawahi kufikiri kwamba hivi kwa nini haipo. Lakini kuna mtu amekaa huko inamtafuna vibaya, yani inamtafuna hivi kwa nini? Yani inawezekana angelikuwa na hiyo hela sasa hivi angeipeleka kachukue, labda hana tu, ama usikute kuna mwingine tayari huko alishatoa, hatujui. Kwa sababu akikaa huko akitizama pale, huko ndani kuna yani si kama unaelewa, kuna mtafuna. Ndivyo Yesu alivyokuwa kitazama wanadamu, alivyokuwa kitazama watu ambao wako dhambini. Huko ndani yani kuna mtafuna, kwamba hawa watu wanahitaji kuokolewa, watoke dhambini. Hasa mimi ninapomwona leo mwenye dhambi, ninapoona injili haijafika kijijini kwetu, haijafika wapi, na leo mchungaji anatuambia tunataka kila kata ifike injili ifike kila kata, ndani yangu nasikiaje? Ngoja niwaambie wapendwa, mshapita hii barabara ya Mbagala inayoenda hii Pwani, ni Pwani Kilwa, Kilwa tumeshapita Ukipita unapita na jicho lipi? Wewe ukipita unapita na jicho lipi? Sijui kama unapita na jicho la Yesu. Pita na jicho la Yesu uangalie. Siku moja nilikuwa nimeenda, dadangu kahamia huko. Nilikuwa sijapita miaka mingi sana. Yaani kila nikipita jicho langu nasema hivi, naona wapi, naona kanisa. Wapi naona kanisa? Wapi naona kanisa? Walau nilione tu barabarani. Walau tu nilione. Nakwambia hivi, labda mimi niangalia vibaya. Yale mengine niliyaona mengi ya kutosha. Nikaja kuona kanisa kadogo afuka, yani kabaya. Samahani kwa kusema hivi jamani, lakini ni kabaya. Yani kako barabarani. Yani nisikia ndani kama nipasuke, nisikia ndani kama sio nifanyeje. Lakini ndio hali halisi iliyopo. Nimetoka Mwanza juzi. Pasa Ngoma, wewe ni shahidi. Umeona Mwanza ilivyo sasa hivi. Toka nenda Dodoma. Shinyanga ni hivyo hivyo. Wapendwa. Hey, wapendwa. Sijui kama tunaelewa. Pita kwenye mikoa hiyo uone, utajua nini kinaendelea. Lakini tuko wapi? Rasilimali zetu tunapaswa tuzitumie ili kusudi kwamba ufalme wa Mungu uende. Kwa hiyo unapoona hali ya watu kupotea, unapoona hatuna hata makanisa, unapoona makanisa yetu ni ya kuinama hivi, wakati upande mwingine ni mahekalu tena katikati ya miji, sio pembeni, ni katikati. Mungu anatutazama, Mungu anatuangalia. Tulivyo navyo sio vya kwetu, tulivyo navyo sisi ni wasimamizi tu, na Roho Mungu atuongoze tuviachilie ili vikalete watu kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo moyo wa Kristo unakutafuna. Ule upendo wa Kristo, namba moja ni upendo wa Kristo. Ule upendo wa Kristo unakutafuna kwamba Mungu, yamkini ningeweza kufanya chochote kwa ajili ya watu hawa, wakaweza kukujua, wakaweza kukufahamu. Hata hela yangu basi, hata nini changu, Mungu naomba nisaidie. Tunao huo moyo. Wakati natafakari nikaita ukereketwa. Hivi tunakereketwa? Ulishaonaga mahali unapita kwenye tawi la CCM hapo limeandikwa wakereketwa? Tawi la wakereketwa wa CCM au wa nini? Ulishaonaga hivyo? Chama chochote wanaandikaga wakereketwa. Sisi ni wakereketwa wa ufalme wa Mungu. Kwa sababu ukikereketwa, maana yake kile unapokaa unawaza, nina nafasi gani ya kuachilia ufalme wa Mungu hapa? Nina nafasi gani ya kuliachilia neno la Mungu? Nina nafasi gani kwa huyu mtu? Huyu mtu anaweza kumfikia kwa namna gani? Ni kwa WhatsApp, ni kwa text, ama ni kwa kipeperushi, ama huyu ni wa kuongea naye? Ama hapa tu natakiwa nitoe hela yangu yende?
Bwana Yesu asifiwe. Na tuamke kwa habari hiyo, si ndio wapendo wangu? Kwa hiyo tumeangalia hiyo habari ya moyo wa Yesu, kwamba upendo wa Kristo ulimtafuna kwa kiasi kwamba hakuweza kuendelea kuvumilia. Alikubali wito wa kukomboa ulimwengu. Yohana 3:16, kila mtu anaimba, anaijua, mpaka watoto wadogo wanaijua. Hicho ndicho ambacho kilimsababisha Yesu akakubali yote aliyokubali. Lakini namba 2, Yesu alikuwa kwenye mission. Nimekosa neno la Kiswahili. Mission ni nini kwa Kiswahili? Mission Kiswahili chake, yaani Yesu amekuja ana mission. Amesha kuwa settled kwamba hawa watu lazima waokoke. So this is a mission. Wale wanaoangalia movie, mimi sio muangaliaje movie sana, lakini namwangaliaga mwanangu kidogo akiwa anaangalia, alafu akiwa anasimulia, maana vikimnogea anakuja ananisimulia. Kwa hiyo huwa na mimi namsikiza akinisimulia, alafu nyingine moja na chungulia naangalia. Kuna baadhi ambayo niliangalia, lakini vingine ananisimulia. Mtu anatekwa mahali, Marekani ametekwa mahali. Mara nyingi wanaonyesha nani za namna hiyo. Katekwa Marekani huyu mmoja, akitekwa Marekani mmoja ni issue ya taifa zima, kwa sababu Marekani mmoja amefanya nini? Ametekwa, yuko mahali. Yaani hapo piga huwa lazima tuokoe huyo Marekani, lazima tuokoe. Popote alipo lazima tuokoe. Mission inaanza kutengenezwa na watu ambao ni wajuzi na wataalamu wa kufanya mission, wa kila namna. Wako kwenye kompyuta, wako kwenye nini, wapo. Yaani ni mission, kila mtu amesimama wakati wake, anajua focus ni lazima huyu Marekani wetu aokolewe. Yesu ameshakuwa settled. Huyo hao watu nawapenda, hao watu hawatakiwi kunini, hawatakiwi kupotea, lakini mission sasa ya kuokoa sasa. Mission ya kuokoa, ndugu yangu, sio rahisi. Sio nyepesi. Ina riski ndani yake. Unakuta mtu anatumwa mahali ambapo yani maadui wako huko na huko, akigunduliwa tu ni anapigwa. Lakini anakwenda. Utakuta saa nyingine wanavaa mpaka hivi, yani ili mradi asijulikane, sio, yani hivyo. Ni mission. Yani lazima mtu aokolewe, lazima mtu akombolewe. Huo ndio ulikuwa moyo wa Kristo, kwamba mimi niko kwenye mission. Watu hawa lazima wakombolewe. Kwa chochote. Yaani kwa chochote. Lazima mtu hapa akombolewe. Lazima ukombozi upatikane. Hasa sisi je, hiyo kitu iko ndani yetu, kwamba tuko kwenye mission. Jamani, watu waokolewe. Mimi juzi nikaa nawaza hivi. Nika screen ndugu zangu wote. Ndugu zangu niliozaliwa nao, watoto waliozaliwa na kaka zangu, dada zangu, wote. Yani wakaja kwenye akili yangu, kwa hiyo Yesu akirudi hawa wote ni motoni, wote hao. Wote. Si mchezo. Yule unayeongea naye kwenye simu kila siku, unapiga naye story masaa mawili, Yesu akirudi ni ndugu yako, ni mtoto wa dada yako, ni mtoto yani huyo akishuka Yesu hapa. Tuna hiyo sense ya mission, kwamba tuko kwenye kazi maalum. Kazi maalum, si ndio? Utume maalum. Afadhali ameliweka kitume zaidi. Yaani utume maalum. Hiyo kitu iko ndani yetu. Kwa sababu hicho ndicho ambacho Yesu alikuwa nacho. Yaani mimi nalala naamka, mimi niko kwenye utume, nimetumwa kuokoa mwanadamu. Kwa hiyo wewe kama una hiyo kitu, yani ukikaa ofisini utajiuliza, hawa watu nimewafikia, hawa watu, yani ni namna gani hawa watu wanamjua Kristo? Ni namna gani? Yani ni namna gani? Iwe inazunguka akilini, inazunguka. Lakini tunakuwa tumetulia. Jana ametufundisha vizuri mwenendo pia, si ndio? Wakati mwingine tunatulia kwa sababu mienendo yetu yenyewe iko. Alitufundisha mwalimu Dismas jana. Kwa hiyo wakati mwingine hiyo pia ni shida. Kwa sababu mimi mwenyewe nasema nimeokoka, mwenendo wangu hauzungumzi habari za Yesu. Hauzungumzi. Sasa kama hauzungumzi, nawezaje kumwendea huyo mtu nikampa habari za Yesu? Nawezaje?
Yesu alihakikisha ananyoosha laini. Torati ameipiga vizuri, wakimkona huku yumo, na ndio maana Biblia inasema ametimiza sheria yote. Kwa hiyo hauna mahali pa kumshikia, kwa sababu amenyoosha, hautamkamata kwa chochote. Sasa sisi je, mienendo tulionayo inaruhusu hivyo? Tuko kwenye utume maalum. Sema niko kwenye utume maalum. Sema niko kwenye utume maalum. Yaani kwa mfano wa ile movie unaoangaliaga, Marekani katekwa afu anaenda kuokolewa. Sasa huyo ni Marekani. Huyu mwana wa Mungu ambaye alinunuliwa kwa damu ya Yesu Kristo, hiyo mission yake inatakiwa iweje? Inatakiwa ivalangati la namna gani? La kuokoa huyu ambaye kashikiliwa tu na yule shetani ambaye kazi yake pia ilishamalizwa. Ni mwanadamu tu, sasa anatakiwa afanye kitu fulani ili huyu mtu akombolewe. Hiyo mission yake inatakiwa iweje? Wanaokumbuka kipindi kile Osama anadunguliwa, Obama alikuwa amekaa hivi na watu wake, anacheki mission inavyokwenda, anaangalia vinavyokwenda. Yani alikuwa anaiona ile movie inavyokwenda mpaka alikuwa yuko anaangalia. Yani nikawaza hivi, anawaza hivi, wakishindwa je? Wakishindwa je inakuwaje? Lakini alikuwa na uhakika kwamba wameinyosha ile mission, imekaa vizuri, wameweka wataalamu, wameweka kila kitu, wakajua wanafanikiwa. Je, kanisa la leo tuko kwenye hali ya kuwa na hiyo agency, huo uharaka wa kuokoa huyo mtu kwa kiasi hicho? Hiyo ndio hali Yesu alikuwa nayo. Ndio maana nawaambia mbweha na nani wana mahali pa kulala, mimi sina. Kwa sababu lazima mtu aokolewe, lazima nikahubiri na huku, lazima niende na huku, lazima niende na kule. Tunayo. Umekaa na watu muda mrefu, hawajui hata umeokoka, hawafahamu, ama wanajua umeokoka, lakini ndio wale wanasema kama kuokoka ndio huko, basi na mimi nimeokoka. Haujasikia hizo story? Kama kuokoka ndio huko, na mimi nimeokoka. Sijui kama tunaichukulia kwa usiriasi kiasi hicho. Hiyo ni namba 2. Moyo wa Yesu ulikuwa ni wa upendo, lakini wakati wote ndani yake alikuwa na huo utume unawaka ndani yake wa kuokoa yule ambaye amefanya nini? Amepotea. Si ndio wapendwa? Luka 19:1 mpaka 10. Luka 19:1-10 ni habari ambapo ni habari ya Zakayo, of course. Hiyo tunaomba tusisome. Ni habari ya Zakayo ambapo Yesu anapita. Zakayo akajua kwamba Yesu anapita njia hii, na yeye ndani yake alikuwa anatamani sana kumuona Yesu. Na kwa kimo chake alipokuwa kaenda akapanda juu ya mti, lakini Yesu alipofika pale akanyanyua juu macho akiwa anajua yupo, akamwambia wokovu umefika. Akamwambia na leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Sijui ile neno ulishaliangalia kwa namna yake. Yesu akasema imenipasa kushinda. Yaani nikae na wewe mpaka nihakikishe utoza ushuru umekutoka, wizi umekutoka, yaani kila kitu kimekutoka, mpaka wewe ni sasa unabaki unakuwa mtumishi wangu. Kwa hiyo aliweza kudedicate, kuweka muda wa kutosha kwa Zakayo, ili mradi Zakayo atoke kwenye wizi, atoke kwenye kuiba, atoke. Akasema leo ninakaa na wewe na ninashinda na wewe. Ninashinda na wewe. Hiyo habari utaipata Luka 19 mstari wa 10 hapo, wa kwanza mpaka wa 10. Hatutaisoma ili tuweze kusogea. Kwa hiyo mission, utume maalum uwake ndani yako, uwake ndani yetu. Si ndio wapendo wangu? Amina. Afadhali umenitia moyo mtumishi wa Mungu. Amina. Hebu tuseme wote amen. Jamani, angalau amenitia moyo, amesema amen kwa nguvu. Mama Grace umecheka kwa nguvu. Ubarikiwe umesema amina, kwa sababu tunakubaliana, si ndio? Tunakubaliana kwamba hiki tunachokisema ndio status ya Mkristo ambao tunatakiwa tuwe naye. Tofauti na hapo nikwambieni hatusogei. Haya, kingine Yesu alikuwa ni Mungu. Naongelea habari ya moyo wa Kristo, naongelea habari ya upendo cha kwanza, habari ya kuwa na ile hali ya kuwa na utume maalum ambao unawaka ndani yako, ile agency ya kufanya ile mission. Cha tatu, Yesu hakutaka kushikamana na utukufu, sifa alizonazo
nafasi alionayo wala chochote alichonacho. Alichotafuta ni kutii kile ambacho Mungu amemwambia, baba yake amemwambia, ili atimize misheni yake. Biblia inasemaje? Tusome hiyo, naomba tusome. Nadhani iko kwenye Wafilipi sura ya 2. Naona sikuandika hapa mstari wake, lakini ni Wafilipi sura ya 2 nadhani, ambayo inasema, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekesha akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lipitalo majina yote, kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, na vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Hali ya kutokushikamana na utukufu. Mimi nina mali zangu za kutosha, nina magari yangu, nina ardhi, nina nini. Hali ya kutokushikamana na kile kitu ambacho naona ni utukufu na fahari kwangu. Nimekwambia mtego mmoja ambao ni mbaya sana, ni ile hali ya mwanadamu ambapo anakuwa na ile hali ya umiliki. Yani unajisikia kwamba ninamiliki. Yani unaonaga mtu akiangalia mali yake yani unajisikia vizuri. Yani vizuri. Wale ukicheki hivi labda account inasoma ngapi huko, ukicheki swi nini, unajisikia ule umiliki. Kuna ile hali ya kutegwa na kushikamana na kitu ulicho nacho, alafu unasahau utume maalum. Unashikamana na ubosi, mkurugenzi, sijui mkuu wa kitengo, sijui nani, alafu unashikamana nacho. Kwa siwezi kuongea habari za Yesu. Siku moja nilikuwa kwenye SGR, naenda Dodoma, akakaa mtu mwanaume. SGR ukipanda kuna ngazi, kuna zile zinaitwaje, royal, alafu kuna business, alafu kuna economy. Hapa kuanzia business hapa kwenda mpaka royal utakuta watu fulani hivi wako kule. Kwa mtu anakuja pale na suti yake na nini, yani unawakuta wako hapo. Kwa mimi nikaa nimekaa pale. Sasa wakati nimekaa, katika kuanza kuongea na huyo mtu aliniongelesha, tukafika mahali akafahamu kwamba nimeokoka na yeye ameokoka. Basi tukaanza kama kawaida kuongea, kutiana moyo katika mambo ya kimungu. Nikamtajia, nikanamwambia katika kitu ambacho huwa mimi nakifanya. Yani siogopi kumwambia mtu habari za Yesu. Yani nikisikia ndani kwamba niongee, nitaongea. Hasa katika kusema hivyo akasema, lakini wewe unaangalia. Lakini wewe unaangalia na nani? Yani unaongea naye. Yani kwamba kuna watu wengine yani yani mtu mwingine yani unamwambiaje habari za Yesu? Yani kama hivyo ameiweka kama hivyo. Kwamba wewe unaangalia. Kaambia mimi naisikiza ndani. Yani nikisikia mtu anatakiwa kuambia habari za Yesu, nitamwambia. Kwa hiyo akaiweka ni way kwamba sio kila mtu unaweza kuongea naye habari za Yesu. Inabidi uangalie. Sasa si unaangalia heshima, si unaangalia cheo, si unaangalia nini. Kwa hiyo kuna hali fulani ambayo tunatakiwa tujiachamanishe na vitu tulivyo navyo. Ni cheo chako mbele ya Yesu sio. Ni mali ulizonazo sio. Naheshimika, sawa, naheshimika. Lakini kwenye kuheshimika kwangu na Yesu aheshimike. Wajue habari za Yesu, watambue. Kwani hatujaona marais wakipiga magoti wakiomba? Na ni marais wa nchi. Hatujawahi kuona? Si tumewaona? Si tumewaona? Hatujawahi kuona watu wanaotamka habari za Yesu wakiwa ni viongozi wa juu kabisa? Si tumewaona? Kwa hiyo hali ya kujishikamanisha na nafasi tulizonazo, heshima vyeo tulivyo navyo, sijui ni hicho kitu Yesu alikataa. Yeye ni Mungu, yeye ni kila kitu, lakini hakutaka kujishikamanisha na hicho. Akasema mimi nitatii mpaka mauti, kwa sababu niko kwenye utume maalum.
Sawa sawa, watumishi wa Bwana. Kwa hiyo naomba hivyo vitu vitatu uviangalie katika habari ya kubeba moyo wa Kristo: upendo, uangalie habari ya utume maalum. Wakati wote ujione kwamba kuna mtu yuko kwenye hatari, anatakiwa kuokolewa. Namba 3, usijishikamanishe na chochote ulicho nacho. Mimi ni mtumwa tu, ni kama yule punda ambaye anaambiwa hebu kamlete, nenda kafungue, leta, na panda naingia Yerusalemu. Sawa sawa wapendwa. Kwa hiyo mama kusema mimi unajua, hakuna vitu vya hivyo. Yesu ameita watumwa, sisi ni watumwa na watumishi. Hajaita general manager, hajaita mkuu wa kitengo. Uje sawa ukiwa hivyo, lakini hivyo vyote ukifika una submit. Sawa sawa, vyote vinashuka kwa Kristo. Lakini ukiangalia nyaraka ya Paulo kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 9 na Wakorintho wa pili sura ya 9 hiyo, uende ukazisome sura ya 9 hiyo kwenye Wakorintho wa kwanza na sura ya 9 Wakorintho wa pili. Sura ya Wakorintho wa kwanza sura ya 9, Paulo anaongelea habari ya uhalali wa watumishi wa Mungu kuweza kutunzwa na waamini. Anasema kuna uhalali, hata Torati inasema hivyo kwamba yule anayefanya kazi ya Mungu aweze kulishwa, atunzwe kutokana na kile anachokifanya. Lakini anasema mimi huo uwezo nilijinyima, sikutaka kuutumia ili injili yangu isizuiliwe. Lakini si kwamba sina uhalali wa kupata vilivyo vya kwenu wakati mimi nawapa vilivyo vya rohoni. Lakini akasema huo uwezo sitaki kuutumia kusudi injili isizuiliwe. Na mazingira naamini yaliyokuwepo, alikuwa anaona kwamba akitumia huo uwezo ama hiyo haki inaweza ikafanya nini? Ikazuia injili. Lakini kuna uhalali wote. Ukirudi kwenye Wakorintho wa pili sura ya 9, anaongelea kwa habari ya watu kutoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Nataka tujifunze mambo machache. Hasa ni sura nzima hatuwezi kuisoma, naomba wewe utaisoma kwa wakati wako. Lakini alikuwa ameongelea kwa habari ya kwamba watu wanaotoa wawe na utayari wa kutoa, tena watoe kwa ukarimu. Anasema tutoe nini? Kwa ukarimu. Hapa tunaweza kusoma mistari michache, lakini anaongelea kutoa kwa ukarimu. Kwamba huduma haiwezi kwenda, lazima kuwa kuna watu tu wanatoa, lakini unatoa kwa ukarimu na unatoa kwa imani. Utoe kwa imani ili kusudi kwamba ujue kabisa kwamba Mungu anaweza. Naomba nisome huo mstari peke yake. Utasoma Wakorintho wa kwanza sura ya 9 yote na Wakorintho wa pili sura ya 9 yote. Utaona kitu Paulo anaongea kwa habari ya utoaji. Lakini kitu kimoja tu nataka tujifunze, kwamba tunapoamua kumtolea Mungu kwa habari ya utumishi, huduma iende, tumeambiwa tutoe kwa ukarimu, na tumeambiwa tujue kwamba Mungu anaweza kutupatia kila neema. Anaweza kutupatia kila neema. Mstari wa 6 anasema, lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoe kwa moyo wa ukunjufu. Na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Umeona hayo maneno? Wakorintho wa pili 9 mstari wa 6 mpaka huo wa 8, kwamba tunatakiwa tupande, anasema kwa ukarimu. Ukipanda kidogo unavuna kidogo. Na pia anasema tufanye kama moyo wako unavyokuongoza, sio kwa huzuni wala si kwa kulazimishwa, kwa sababu Mungu anapenda mtu anayetoa kwa moyo wa ukunjufu. Lakini kumbuka, Mungu anaweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili sisi tuweze kuzidi katika hizo riziki na tuweze kuzidi zaidi kutenda matendo mema. Kwa hiyo tunapoamua kutoa, tumejua kwamba huduma inakwenda si kwa maombi peke yake, lazima kutoa kuwepo, lakini tunatoa kwa habari ya tukiwa na ukarimu na tukiwa na imani kwamba Mungu anaweza, na Mungu anaendelea kutubariki kwa kadri tunavyotoa kwa moyo wetu. Sasa nini cha kufanya tuweze kuwa watoaji wa rasilimali zetu kwa ajili ya injili? Kabla siongea hilo, naomba niongee hichi vitu vinavyozuia. Kwanza tuangalie vitu vinavyozuia, nikiwa naelekea kumaliza. Vitu vinavyozuia kutoa rasilimali zetu kwa ajili ya injili. Namba 1,
ni kutojua umuhimu wake. Yaani kutojua tu umuhimu. Yaani wewe upo, yaani hujui umuhimu kwamba hivi fedha ina umuhimu gani kwenye Injili. Ina umuhimu gani kwenye kazi ya Mungu. Yaani hujui kwamba yule mtu hawezi kufikiwa kama hakuna mtu amesafiri akaenda, yaani akatoa, mwingine kaweka vipeperushi, mwingine ameweka Biblia, labda kanunua Biblia. Kuna watumishi wako kule wanahitaji kula, wanahitaji maji ya kunywa. Yaani hauoni umuhimu, haujui. Simply haujui umuhimu wake. Haujawahi kuona huo umuhimu. Haujawahi kuona tu huo umuhimu. Hiyo ni moja. Lakini namba 2, na kabla ya namba 2, kwa nini haujui umuhimu? Hatujui maandiko. Hatuangalii maandiko, hatusomi na hatujachukulia maanani maandiko. Ndio maana hatuoni umuhimu. Ukisoma jinsi Paulo alivyotunzwa, ukisoma jinsi watumishi wa Mungu walivyotunzwa na jinsi Injili ilivyokuwa inakwenda, utajua kwamba tunahitaji rasilimali. Namba 2, kwa nini hatufanyi? Kwa nini hatutoi muda wako wewe mwenyewe, mali zako? Kwa nini? Hatuna nia ya Kristo kama nilivyoielezea. Hatuna. Tumetulia. Tumeridhika, tuko sawa. Tuko sawa. Nikipita kuanzia hapa mpaka pale, sioni watu ambao wamenyanyua habari za Yesu, wameongea habari za Yesu, ama uinjilisti haujafanyika. Hakuna kitu ndani kinaniuma, kinanitafuna, hakipo. Sina ile nia kama nilivyoieleza kule mwanzo. Lakini pia sina mipango ya utoaji. Utoaji umekuwa kama vile kitu fulani baki. Hakiko is not an integral part ya mipango yetu. Naomba niongee hilo neno. Yaani sio sehemu ya mipango yetu ya kila siku. Habari ya kuingiza fedha, mali na nini kwenye Injili sio sehemu ya mipango. Sio sehemu ya mipango. Kwa kuwa hakiko kwenye mpango, kinatokea by chance. Nikiwa nacho nitatoa, nikiwa nacho sitatoa. Nikihamasishwa nitatoa, nisipohamasishwa sitatoa. Mchungaji wa Mungu ambariki, kaanzisha mfuko akatutangazia kwamba kila mwezi tutoe kwenye uinjilisti. Sasa usidhani kwamba atakuja akugongee, akwambia hivi mwezi huu umetoa, mwezi wa jana umetoa. Hata kugongea. Wala hakuna atakaye kugongea. Kwa hiyo mipango yetu imebebaje Injili? Mshahara wangu wa mwezi, faida yangu kwenye biashara imebebaje Injili? Iwe ni sehemu ya makusudi, ya mpango wa makusudi ambao umeingia ndani ya mipango yangu mingine, kama ambavyo unapanga hapa kuna ada, hapa kuna nyumba, kujenga nyumba, hapa kuna nini. Hivyo hapa kuna kupeleka Injili, hapa kuna kusapoti watoto wale ambao tunawasapoti hapa kanisani. Hapa, yani iwe hivyo, ikae kwenye huo mpango. Kwa kuwa hatujaweka hiyo mipango, hatutoi. Mungu atusaidie. Lakini kuna hofu ya kupungukiwa na hofu ya kupoteza. Sasa huko ni kukosa imani. Kwamba nikitoa, je, ikiisha nitapata wapi nyingine? Lakini tumesoma hapa kwenye Wakorintho sura ya 9 wa 2. Mungu awezaye kuwajaza ninyi kila neema, ili mnapozidi kupata hivyo, mzidi kutenda matendo yaliyo mema. Yaani ukijua kama Mungu anaweza kukupa zaidi, huwezi kuwa na hofu ya kupungukiwa, huwezi kuwa na hofu ya kukosa ama ya kupoteza. Money, time invested to God is not wasted. Hela uliyoiweka kwa Mungu na muda haupotei. Na ndio maana unaona yule bwana akasema, wewe mtumwa mbaya na mlegevu. Huyu ambaye ana 10 akaleta 10, kaa kwenye 10. Wewe ulileta 5 zaidi, kaa kwenye 5 zaidi. Hatupotezi wapendwa, hatupotezi. Tunapoinvest kwa ajili ya wale walioko gizani, hatupotezi. Kwa hiyo kinyume chake ni hivyo tu, kwamba ili uweze kutoa, basi ni kinyume cha aliyoongea. Jua umuhimu, uchukulie umuhimu kuanzia leo. Kuwa na nia ya Kristo ndani yako. Kuwa na mipango thabiti ya kwa ajili ya Injili. Umepanga nini? Kumtolea Mungu kiasi gani kwa ajili ya Injili, kwa ajili ya kusapoti kazi ya Mungu? Umepanga kiasi gani kwenye faida unaopata, kwenye mshahara unaopata? Sio ile ya kuangalia hivi hapa kuna shilingi ngapi, leo ngoja ndio nitoe hii. Sio hivyo. Lakini usiwe na hofu, toa kwa imani. Hakuna ambaye amemtolea Mungu kwa imani akapungukiwa. Hayupo. Hajatokea aliyetoa kwa imani akapungukiwa, akafilisika. Hayupo. Kamtafute unionyeshe. Labda kama alitoa bila kuongozwa na Roho wa Mungu. Alitoa kwa mafundisho ya udanganyifu na upotofu. Lakini anayetoka kurespondi kwa Roho Mtakatifu, hayupo ambaye amefilisika na hata kuwepo. Haleluya. Haleluya. Lakini wakati mwingine ni tabia tu.
yani kuna tabia tu zile ambazo mtu sio mtoaji yani tabia tu. Yani kuna katabia tu, kuna mtu mwingine yani ushaona yule ana roho ya kikorosho. Ushasikiaga hiyo? Hiyo inaathiri mpaka kwenye ufalme wa Mungu. Yani uwezo kanyoosha mkono kirahisi kwa kumsaidia mwingine ama kutoa. Basi Mungu atuponye na hayo yote. Namalizia nafasi ya maombi kwenye kuwafikia. Mathayo 9:37 mpaka 38. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Kwa hiyo muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi. Namba 1, tunaomba watendakazi wawepo. Mimi na wewe ni watendakazi na wengine. Lazima tuendelee kuomba Mungu anyanyue watu na kutunyanyua sisi kwa ajili ya kazi yake. Namba 1. Namba 2, tunaomba kwa sababu gani? Kwenye Luka sura ya 4 mstari wa 18 na mstari wa 19 anasema, Yesu akaingia kwenye hekalu, akachukua chuo cha nabii Isaya, akafungua, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu habari ya kuona tena, na kuacha huru waliosetwa. Aliyoko gizani ni mfungwa, ni kipofu. Kwa hiyo unapoomba, kumbuka nimesema rasilimali mojawapo inawezekana kama ni muda kwenye kuomba, si ndio? Unapoomba, unaomba kwa nini? Kwa sababu aliyekuwa gizani, yuko gizani, ni kipofu, amefungwa, amesetwa, yani hana maamuzi, yuko pale, ni mtumwa. Lakini tunapoomba, neno la Mungu linasemaje? Roho Mtakatifu huwa anashuhudia kwa habari ya haki, dhambi na hukumu. Kwa hiyo tunapoomba, Roho Mungu anapata nafasi ya kuongea na yule mtu. Yani tunafungulia ile atmosphere, yale mazingira, Roho Mungu kuanza kusema na yule mtu na kumtoa kwenye vile vifungo. Si ndio hivyo? Akitoka hapa akihubiriwa Injili, anakuwa anaelewa na anakubaliana kwa habari ya Injili. Yohana 16:8-11, Yesu anasema, naye akisha kuja, huyo atawahakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi; kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba wala hawanioni; kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Mungu awabariki. Naamini unaelewa rasilimali ni ipi, unaitumiaje, na kama ulikuwa huitumii ni kwa nini, na ufanye nini uitumie. Moyo wa Kristo unasemaje, ambao ndio moyo wetu. Lakini nafasi ya kuomba, watendakazi wawepo, watu watoke kwenye vifungo, watoke kwenye magereza, na Roho wa Mungu aweze kusema nao, ili Injili inapokwenda inaweza kupata nafasi. Nisamehe nimechukua muda mwingi, sijui saa 6 dakika 10, lakini naamini kwamba kipo kitu Mungu ametupatia. Na Mungu akubariki. Tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu, asante, umetusaidia na umetuwezesha. Yamkini Mungu tumekuwa mbali na kuwaza na kufikiri kwa habari ya rasilimali zetu, kwa kitu muhimu kuipeleka Injili kwa wale ambao wako gizani. Lakini leo tumejua kwamba fedha zetu, muda wetu, mali zetu, vitu vyetu vyote, mpaka sisi wenyewe tunapaswa kujitoa kwa habari ya Injili. Mungu wetu tusaidie tuweze kufanya hivyo, na kushukuru kwa sababu neno hili Mungu unakwenda kuliwekea muhuri ndani ya moyo wa kila mtu akaweze kulitekeleza na kulifanyia kazi. Amen.